Shirika lisilo la kiserikali la Door for Hope Tanzania linalojishughulisha na utetezi, uwezeshaji na usaidizi wa vijana na wanawake nchini ambao wanatoa msaada wa kisheria bure kwa wananchi wenye uhitaji. Leo Septemba 17, 2025, shirika hilo limetoa mrejesho kwa wadau mbalimbali kuhusu mradi wao wa Pinga Ukatili, Jenga Amani na Kizazi Chenye Usawa. Moja kati ya mambo yaliyozungumzwa katika kikao hicho kilichoongozwa na mkuu wa wilaya ya Mtwara ndugu Abdallah Musa Mwaipaya ni kuhusu unyanyasaji wa kijinsia wanaokumbana nao wanawake ambao hutumikishwa kipindi cha maandalizi ya zao la korosho, kuanzia palizi, kufagilia hadi kuokota na kupeleka ghalani, huku akiwa na matumaini ya kulia kivulini. Lakini baada ya hapo, fedha ikishapatikana, mwanamke huyo anakuwa hana thamani tena, anapewa talaka pamoja na kazi ngumu aliyoifanya mithili ya punda mbeba mizigo. Halafu mwanaume huyo anaoa mwanamke mwingine ambaye anakuja kula matunda ya jasho la mwanamke mwenzake. Hii inaitwa safisha ghala. Faida Online TV, watu wa Field Pass na hiana, tumehudhuria kikao hicho kilichofanyika kwenye ukumbi wa TCCIA Manispaa ya Mtwara Mikindani na kuendelea taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa Field, tafadhali baki nasi. Matukio haya yamepungua kwa kiasi kikubwa, si kama ambavyo yalikuwa. Kwa hiyo inaonyesha namna gani tunapoweka nguvu zaidi kupitia programu hizi ambazo tunazifanya. Tunaamini kabisa kwamba elimu ikizidi kutoka, kwa sababu kinachokosekana hapo ni elimu, kwa sababu kinachofanyika si kitu kingine, ni ujinga. Na ule ushamba wa kupata pesa za pamoja kwa wingi na kwa haraka sana kuchanganya. Sasa unaona nifanyeje hizi na pesa, kinachofanya nini? Niongeze mwanamke. Kazi hii ni kazi ambayo ama kwa hakika kusema kwamba tunatusaidia sisi wa serikali, ni kazi ambayo moja kwa moja ilipaswa kufanywa na sisi serikali, lakini uwepo wa mashirika yasiyo ya serikali kama ninyi mkaingia kwenye programs hizi mmefanya kazi kubwa, lakini nasema tu kwamba bado rasilimali watu ni chache. Sasa kupitia idara zetu za maendeleo ya jamii, naomba muendelee kuwashirikisha katika maeneo yetu yote, na wako hapa washirikisheni, kwa sababu ndio wajibu wao, ndio kazi yao. Washirikisheni ili muweze kufika kwenye maeneo mengi, na idara zetu zina watu. Kwa hiyo tukiunganisha nguvu, tunaamini kabisa kwamba tutafikia watu wengi zaidi. Mmefikia watu wengi, nimeona karibu 4463 katika program hii Mtwara na Tanzania. Lakini kubwa ambalo naliona bado ukiangalia kwenye idadi inaonekana mmefikia wanaume wengi zaidi kuliko wanawake. Lakini nao ni nzuri, kwa sababu ukiwafikia wengi zaidi wanaotenda ukatili na kwa mnaeleza kwamba waweze kuacha. Kwa hiyo nao ni positive. Kabisa. Tunawapongeza sana kwa hiyo. Inabidi hivi. Unawezekana kabisa kwamba mmewafikia wengi zaidi ili muweze kuwaelimisha wajue, kwa sababu wale wanaotenda kuwafikia wengi itasaidia sana. Clemens Mombek ni mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo la Door for Hope Tanzania. Kusudi letu ilikuwa ni kuhakikisha tunatoa mrejesho kama eneo la mwendelezo wa shughuli yetu, kwamba kazi ya taasisi tumekuwa tukishirikisha wakati wote utekelezaji wa miradi na tutekeleza na serikali na wadau wengine, na mwisho wa siku tunahitaji serikali ichukue hatua kwenye masuala yaliyoibuka mbalimbali yaliyoibuka wakati wa utekelezaji, ili serikali kama mdau mkuu yachukue na yafanyie kazi. Kazi ya taasisi yetu ni kuchagiza na kuhakikisha tuna complement government efforts, yani tunajadilizia jitihada za serikali. Kwa hiyo tunapofanya kwa kiwango hiki, tunaamini kwamba serikali inapaswa ichukue hatua kwenye eneo tulikofikia. Moja ya masuala makubwa yaliyobainika kulingana na uwasilishaji wetu imeonyesha kwamba zipo kesi mbalimbali zimebainika, kama kesi za ardhi, kesi za ndoa, kesi za jinai madai, kesi za mirathi, kesi za watoto. Na kwa mujibu wa ripoti yetu tuliyoitoa leo, tuna takriban watu 4060 wameweza kufikiwa katika masuala mbalimbali ya msaada wa kisheria kwenye ukanda huu wa kusini na hususan kwenye wilaya ya Tandahimba na Mtwara. Sasa kesi hizi tumezigawanya kwa sababu ya mujibu wa sheria ya huduma za msaada wa kisheria, ni kwamba tumetoa elimu ya msaada wa kisheria na masuala ya taarifa za masuala ya kisheria kwa wananchi, jambo ambalo limefikia zaidi ya wananchi zaidi ya 4000. Tumebaini changamoto kubwa sana
ya safisha gara na masuala ya funga nyumba, jambo ambalo kwa kipindi hiki ndo swala ambalo tunaelekea kabisa kuona madhara makubwa, kwa sababu jambo hili linatokea kipindi cha korosho hivi, ambapo wanaume wanabadilisha wanawake wao waliokuwa nao wa ndoa na kuoa wanawake wengine baada ya kupata kipato. Sasa jambo hili linawaacha wanawake katika mazingira mabaya ya ukosefu wa rasilimali, kuvunjika kwa ndoa, mtengamano wa familia kutokuwepo, lakini zaidi madhira makubwa kwa watoto tunao kuwa tumewaleta duniani, kwa maana mwanaume akioa mwanamke mwingine, watoto wanaokuwa wamezaliwa wanabaki kwenye mazingira ambayo wanakosa huduma na uangalizi wa malezi na huduma zao zinazostahili. Kwa hiyo mwisho wa siku tunatengeneza watoto wenye madhira, changamoto za ukatili, changamoto za masuala ya kudondoka au kuwa na mdondoko shuleni, kuacha masomo, lakini zaidi kutengeneza mnyororo wa umaskini kwenye familia zetu na kwenye kaya zetu. Walio wengi sasa hivi tumeanza kuwafundisha kwamba ni vema sasa jamii ama kaya iwe na akaunti ya pamoja ya familia. Kwa mfano katika swala zima la kilimo cha mikorosho, kwa sababu familia yote inashiriki, watoto, baba, mama wanashiriki katika kulima, kuandaa palizi mpaka kupeleka garani. Lakini inapofika kipengele cha kuingia hela katika akaunti, shida ndio inakuwa inaanzia hapo. Sasa kwa sababu shida ndio inaanzia hapo na baba ndio mwenye mmiliki wa akaunti, wakati mwingine anadanganya kwamba hela haijaingia kwenye akaunti. Kumbe mzigo umeingia. Mwenzetu hajaingia kwenye akaunti, amekaa wiki mzima yuko mjini, ana spend, na ndio huyo ambaye atamsafisha gara ataingia na mpya ambaye amepata nayo furaha huko mjini. Kitu ambacho nashauri kifanyike ili kuondoa hiyo hali, na shauri taasisi za dini, serikali pamoja na mashirika, lakini pia na wadau mbalimbali kutoa elimu kwa wananchi, semina za kifamilia ambazo zinatoa elimu kwa familia, baba na mama, na kuelezea madhara ambayo yanapatikana endapo ndoa ikivunjwa na watoto wakiwa wanahangaika na wasipopata matunzo mazuri, nini kinatokea. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa ambacho mimi nashauri kifanyike ili kuepuka na hivyo vitu. Mimi nilipata changamoto nikiwa katika ndoa. Hii hali nilionayo si kama ni mlevavu. Mimi nilipata ajali nikiwa katika ndoa. Baadaye mume wangu akanitelekeza, akanikimbia na kuweka mji mwingine. Ina maana aliondoka, aliniacha mimi pale nyumbani nikiwa na hali ya homa, na akaenda kuweka familia sehemu nyingine. Nikasaidiwa na ili shirika Door for Hope, wakanisaidia katika kudai talaka. Pamoja na hayo pia, baada ya kudai talaka, yule mwanaume akawa hataki kunipa haki yangu kama mwanandoa. Kesi ikafika hadi mahakamani, nikamwona mwanasheria akanisaidia katika kunisaidia ili kupata haki yangu. Nikapata haki yangu kama mnufaika. Kwa hiyo peke yangu nisingeweza, ila nawashukuru sana Door for Hope. Walikuwa bega kwa bega pamoja na mimi katika kunisaidia ili kupata haki zangu. Na mtazamaji wa Faida Online TV, shirika hili la Door for Hope Tanzania limekuwa ni msaada mkubwa kwa wadau mbalimbali ambao wana masuala yanayowasumbua, hasa kwenye masuala ya kisheria. Imekuwa ni kimbilio la walala hoi ambao pengine wanashindwa kusaidia mambo yao. Changamoto mbalimbali za kisheria wamekuwa wakizimaliza na kuhakikisha kwamba wanakuwa na maisha mapya mara baada ya changamoto mbalimbali ambazo wanazipitia. Tumesikia hapa akielezea kuhusiana swala zima la safisha ghala. Wanawake wengi wamekuwa wakipitia changamoto hizo, na wengine wanatishwa na waume zao mara baada ya kupewa talaka kwamba ukienda kusema popote basi chochote utafanywa. Kwa hiyo inawapelekea wao kukaa kimya na kushindwa kuzungumza. Lakini Door for Hope Tanzania wamekuwa ni msaada wa kuweza kuwasaidia hawa ambao wana mahitaji na ambao hawana sehemu ya kusemea. Mpaka kufikia hapo, mimi nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Naomba nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Tafadhali nikutakia siku njema.